wako uende. Mstari wa 9, mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake, akaenda. Ilikuwa siku gani? Tuachane nayo. Cha muhimu ni mtu amepona kwanza. Mambo ya siku tuangalia baadaye. Majeshi, 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 majeshi. Yako wapi majeshi yakipiga majeshi? Baba ametuambia mara nyingi uponyaji wa mtu uko ndani ya neno la Mungu. Neno, wewe mtu, wewe ni roho. Amen. Wewe ni, kuna pepo la jina la ugonjwa huo. Likiondoka hilo pepo unakuwa mzima. Sasa pepo, turudi kwenye roho. Halafu Yohana 6:65 anasema roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Majeshi, majeshi. Nisome tena huo mstari tena, anasema roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu, haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Ni usome tena, roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Kwa maana nyingine anasema hivi, ukiona mtu ni mzima ni matokeo ya neno. Kuna maneno yamesemwa, kuna maneno amesikia, kuna maneno alisema yamemfanya amekuwa mzima, yuko hai. Kwa hiyo ukiona pia aliyekufa, kuna maneno alisemwa. Mwana wa Adamu, mwana mtu yuenda zake kama alivyoandikiwa. Yaliyoandikwa yalisemwa. Majeshi, majeshi. Ukiona mtu anaumwa, kuna maneno yalisemwa. Ule ugonjwa ni matokeo ya maneno. Ukitaka kuuondoa, tumia njia ile ile. Sema unachotaka kitokee. Majeshi, majeshi. Jana kata wageni ambao nilikuwa nasubiri, wageni wangu nilikuwa nimewalika waje kanisani. Mmoja hapo asubuhi alichelewa kuamka. Alikuwa naumwa. Sasa nilikuwa naumwa, nimeamka hoi mpaka nimechelewa hani. Hapa hata barabarani kufika ni shida. Nikamwambia njoo hivyo hivyo utaponea kanisani. Akasema sawa. Baada ya muda nikamuuliza uko wapi? Kimya. Baadaye mzee tena uko wapi? Mbona sikuoni? Akaanza kusema kama yule wa miaka 38. Anza kusema yani kuna mashambulizi amenipata njiani, shambulizi mwingine amenikuta mlangoni. Yani naomba uniombee. Kile ulichoambiwa kwanza umekifanya? Mbona ukiwa hujafanya ulichoambiwa wewe uko unasema ufanyiwe kingine? Umeshafanya kwanza ulichoambiwa? Muulize jirani yako, umefanya kwanza ulichoambiwa? Muulize vizuri, umeshafanya ulichoambiwa? Mariamu akawaambia wale watumishi kwenye sherehe, wale wataalamu wa vinywaji, wale wahudumu, akawaambia lolote atakalowaambia fanya. Lolote, kasema lolote. Sema tena lolote. Sema lolote tena, lolote. Kuhusu shida yako anaweza kuja akaongea ambalo halina sura ya kuelekea na shida yako, mradi tu amesema yeye fanya lolote alilosema. Je, ulipoambiwa useme ulisema? Hapana, ila unataka uwe mzima. Majeshi, majeshi. Hapo tutaelewana tu. Kama roho ndiyo itiayo uzima, halafu anasema maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima, na amesema mwili haufai kitu, roho ndiyo itiayo uzima.
Kwa maneno mengine, kwa sentensi nyingine naweza kusema hivi: maneno ndiyo yatiayo uzima, mwili haufai kitu. Maana yake mwili bila maneno haufai kitu. Nimwongea ngumu Amesema roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho. Sasa roho si ndio inayotia uzima? Na maneno yake amesema ni roho. Kwa hiyo angesema mwili haufai kitu, maneno ndiyo yanayotia uzima, alikuwa sahihi pia. Ukiona mkono umeshindwa kufanya kitu, kilichokosekana hapo ni maneno. Ukija nyumbani mwa Bwana unapata neno linalokusukuma kufanya jambo fulani. Hebu tuende tumwangalie. Unaona alipoambiwa simama, majeshi majeshi yako wapi majeshi? Sasa naanza kuenjoy peke yangu. Bwana kujalie na enjoy, unielewe hivi, sawa? Huyu amepoza, ila aliyepoza anaambiwa simama, beba godoro. Hajaambiwa umepona, simama, beba godoro. Alipoanzia Yesu amemwangalia kwenye hali ya kile ambacho anataka kiwe, akamwambia simama. Kwa hiyo Yesu akisema kama huwezi kutembea, akasema tembea. Unatakiwa tu ukubali, usimwambie naumwa. Kwa huyu mgonjwa wa miaka 38, Yesu amekuja akiwa anajua huyu anaumwa. Tutasoma na mstari wa 2. Kama umefika tusome pamoja. Imeandikwa, akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitasema nawe. Sawa? Mstari wa 2, naye aliposema nami, roho ikaniingia ikanisimamisha, nikamsikia yeye aliyesema nami. Baba alituambia juzi, hiki alichokuwa anasema Bwana anamwambia Ezekieli ni kwamba alikuwa na Ezekieli huyu aliyeambiwa simama alikuwa hawezi kusimama, ila akaambiwa simama, na ukisimama nitasema na wewe. Halafu anasema aliposema nami, roho ikaniingia ikanisimamisha, halafu nikamsikia aliyesema nami. Kama huwezi kusimama, akasema simama. Lile neno ni roho inayokuja kuingia ndani yako kukufanyisha kile ulichoambiwa. Mpaka naweza sasa kusini kukaribie. Umenielewa kweli? Huyu jamani anasema hivi, aliposema nami, roho ikaniingia. Halafu sio nikasimama, ikanisimamisha. Sio aliponiambia nikasimama. Kwa maana nyingine, yule aliyekuwa amelala kisimani miaka 32, 38, Yesu aliposema simama, yale maneno kutoka kinywani mwa Yesu yaliyosema simama yalimuingia, yakamsimamisha, yakambebesha godoro, yakamtembeza. Bado nakuona unanihurumia. Aliposema nami, roho ikaniingia, sio nikasimama. Yeye ametaka nisimame, akaniambia simama. Kila alichotaka aliponiambia
Yale maneno aliyosema yamenifanyisha alichoniambia nifanye. Aliposema nami, Roho ikaniingia ikanisimamisha. Aliposema nami nikafanya biashara, Roho ikaniingia ikanifanyisha biashara. Aliposema nami nioe, Roho ikaniingia ikanioresha, ikaniozesha. Kama ndio hivyo, sio kama mnanielewa jamani? Aliposema nisome, nilikuwa siwezi kusoma, Roho ikaniingia ikanisomesha. Nilikuwa siwezi kulima, akaniambia lima, Roho ikaniingia ikanilimisha. Nikaendeshwa. Yale aliyosema yalikuwa ni Roho iliyomtoka ije kwangu inifanyisha alichoniambia. Kila unapoambiwa umekuwa mzima, Roho imekuja ikufanyisha kuwa mzima, uwe mzima, ila inategemea wewe unapokea au unasubiri muda wa kuombewa. Aliposema nami, Roho ikaniingia ikanisimamisha. Angalia jambo lingine, amesema simama kwa miguu yako nami nitasema nawe. Unaona, kwanza hapo anasema simama kwa miguu yako nami nitasema nawe. Kwani huyu aliyesema simama, si ameshasema na mimi? Halafu anasema eti nikisimama atasema na mimi. Kumbe kuna mambo hatasema mpaka nifanye hili jambo la kwanza la kusimama. Kuna mambo amekusudia kuniambia, ila hata niambia mpaka nifanye hili jambo la kwanza uloambiwa ulifanya. Kuna mambo Mungu bado anataka kukuambia mengine, ila hujakubali. Ukipokea kwa mfungua moyo, kubali anachosema ni halisi, kinafanya kazi. Chukua hatua. Ukichukua hatua, ukiamini, inakuwa vile vile sawa sawa na imani yako. Halafu unafungulia mlango akuambie mambo mengine. Majeshi. Mpaka hapo yako mengi yameshasemwa juu yako, kwa sababu hujui kama yalikuwa yamekuja ya kuvusha, ya kutoa hapo. Uliyapokea kwa nguvu, baada ya ibada uliyaacha hapa, ila kumbe yalikuja kukufanyisha kile alichosema. Ndio sababu baada ya ibada kiisha, ukitoka hapo ukiwa nyumbani, si Jumanne hakuna ibada, masaa uliokaa ibadani Jumatatu hayalingani na masaa ya baada ya ibada na Jumanne na mpaka aje kufika Jumatano muda wa ibada. Hayo masaa uliokaa ambayo sio ya ibadani, ni rahisi kufuta yote waliokusanya kwenye ibada. Kanuni hiyo hiyo, ukiwa umetoka hapa kuambiwa simama, nenda kafanye kazi, kafanye biashara, nenda mlango wako umefunguka. Baada ya kutoka hapa, shetani analeta mengine ambayo naye akikwambia yanakufanyisha yale, na kwa kuwa yanakuwa ni mengi zaidi, yanafunika ulichosikia huko. Kwa hiyo unakuwa ni huwa unapata Mungu ni mkulima, huwa anapanda, ana mbegu za aina mbalimbali. Mbegu ya aina ya kwanza ni watu, mbegu nyingine ni neno la Mungu. Neno ni mbegu, likija liko linapandwa, unasikia linapandwa. Hilo neno nitakiwa liote, likue, lizae. Ukisikia neno kama ndani yako hakuna ulichopata ndani ya ulichosikia, kama umesoma mstari unapita tu hivyo, itakusaidia kukumbuka, ila bado hakuna ulichochomoa kwenye ule mstari. Umesoma tu kama kilichoandikwa kwenye gazeti, ni kama hadithi tu, kwa sababu mambo ya Mungu anasema
hawakujaliwa kuzijua siri za ufalme, lakini ninyi mmejaliwa. Zimeandikwa hapa, akisoma hakuna anachoona, hapati cha kumbadilisha. Naweza kukaa tu, kumbe umesimama, nishasahau. Au ndio nani, roho imekuingia imekusimamisha, na ukiwa umesimama ndio unasikia. Neno likija ndani yako, Yesu alisema hivi, mtu akisikia neno likaenda mpaka moyoni mwake, lakini hakulielewa, mwovu huja akalinyakua lililopandwa ndani ya moyo. Lilishafika mpaka mahali pa kuhifadhi, lakini hakulielewa, adui anakuja kulinyakua, linaondoka. Kwa hiyo atabaki kama ambaye hakusikia. Kwa hiyo epuka sana kuwa usiyeelewa neno la Mungu. Usikae kama mpenzi mtazamaji, hakikisha kuna kitu unaelewa. Usipoelewa kilichosemwa hutaweza, kuna namna fulani huwezi Nani ambaye akila chakula alafu akatapika akaishi miaka hiyo, kwa miaka yote angalau 5, 6, 10, hali yake ni hiyo, atapata afya? Kwa sababu kinarudi hakijafanya kazi kwenye mwili wake, lazima atadhoofika. Ukipata neno unalisikia kabisa linahubiriwa, alafu ila wewe ndani yake hakuna unachochomoa, hakuna kinachokugusa ndani ya moyo, hakuna, hupati ufunuo. Amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya Injili. Injili wanahubiriwa, wanasikia wengi, ila hawajazukiwa na nuru ya Injili. Kwenye yale wanayoambiwa, kuna mmoja amezukiwa na nuru ya Injili, ameokoka. Yule ambaye hajamzukia bado hakuelewa chochote, ila alikuwa anasikia, hajatoka gizani, nuru haijamzukia. Imeandikwa, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tumepona, tumepona, sio tutapona, tumepona. Imeandikwa, yeye alifanyika maskini ili sisi tuwe matajiri kwa umaskini wake. Kama kuna siku andiko lilikujia ukasikia kabisa linakugusa, ujue Mungu alikuwa ashakujia tena abadilisha maisha yako. Ulitakiwa usilisahau, uende nalo, usilifute. Wewe hapo unafanana sasa na yule anaambiwa simama, beba godoro lako. Mimi nisimame? Kwani huoni hadi nilionayo? Nimesema usimame, halafu beba godoro lako, halafu ondoke, nenda nyumbani. Mimi niletwa hapa, nimebebwa. Mahali pa kuingia nilipone, sijaingia. Yale maji yana maandalizi fulani yanafanyiwa ili mtu akiingia apone. Yule muandaa maji hajashuka. Je, wewe ni muandaa maji? Au wewe umekuja kunisukuma kunipeleka pale? Sasa ukinipeleka maji, simamisha. Aliposema nami akiwa anasema mkono wangu leo mdhaifu ni unyoshe, ikaniingia roho, ikanifanya mkono unyooke. Shingo ilikuwa imepinda, aliposema nami roho ikaniingia, ikaninyosha shingo. Mgongo nilikuwa nimepindana, siwezi kujinyosha. Aliposema nami roho siwezi kujinyosha. Aliposema nami roho ikaniingia, ikaninyosha, nikanyoka kabisa. Majeshi, sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sauti yako bado. Kwa jina la Yesu. Hii ni jioni yangu ya kuyatamka yale ninayotaka yatokee. Imeandikwa, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Nataka kula matunda ya ninachosema. Jioni ya leo naongea, natamka. Nikitamka afya, nipate matunda ya afya. Nikitamka uzima, nipate matunda ya uzima. Nikitamka utajiri, nipate matunda ya utajiri. Nikitamka ndoa, nipate matunda ya ndoa. Nikitamka kujenga, nitapata matunda ya kujenga. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu,
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yaseme tena, halafu Mungu akupe neema. Ukitoka hapa nenda kuyafanyia kazi. Rikoshekete rema kaparada sataraba kaparaba yaba shaba kapan